tarehe 27 ya Januari mwaka aliozaliwa, tuendelee kumshukuru Mungu kwa kutupatia rais wa aina hii ambaye ana maono makubwa kwa ajili ya wananchi wa Tanzania, tukiwepo na sisi wananchi wa mkoa huu wa Katavi ambao tumeshuhudia mabadiliko makubwa na maendeleo makubwa katika kipindi cha uongozi wake. Tuendelee kumwombea dua, tumtakie heri, Mwenyezi Mungu amlinde, aendelee kuwa na maono mapana zaidi kwa ajili ya Watanzania wote na hususan Watanzania sisi wana Katavi na wana Songa Mbele. Naomba tumpigie makofi mengi sana. Tumemuunga mkono kwa kuadhimisha siku yake ya kuzaliwa kwa kupanda miti, tukitambua kwamba na yeye pia yuko kwenye shughuli ya kupanda miti kule Zanzibar, lakini na maeneo mbalimbali Tanzania. Leo ni siku maalum kabisa ya upandaji miti kwa kuenzi siku hii ya tarehe 27 Januari, siku ambayo Mheshimiwa Rais wetu anakumbuka tarehe ya kuzaliwa kwake. Nikianza na jambo hili, tumepanda miti hapa tukimuunga mkono Mheshimiwa Rais na kumtakia heri, lakini pia tumegawa miti na mingine iko hapa kwa ajili ya kwenda kupandwa. Niwaombe sana wale tuliowagawia miti na watakaoendelea kugawiwa, miti hii lazima ikapandwe, miti hii lazima itunzwe na miti hii lazima ikue, kwa sababu wote tunafahamu umuhimu wa mazingira, kwamba bila kupanda miti hatuwezi kupata mvua, hatuwezi kupata hewa safi, hatuwezi kupata maji, hatuwezi kupata mazao, na kwa maana hiyo tutakuwa tunaangamia sisi wenyewe endapo hatutatunza mazingira kwa kupanda miti. Kwa hiyo nisisitize miti hii ikapandwe. Lakini jambo la pili katika hili, maelekezo ya serikali ni kila halmashauri kupanda miti 1,500,000 kila mwaka. Niwapongeze kwa hatua ambayo mmeshafikia ya kupanda miti zaidi ya 300 na kitu, ukiongeza na miti tulioipanda leo zaidi ya 200, lakini niagize kwamba lazima idadi ya miti 1,500,000 na zaidi ipandwe kabla msimu wa mvua haujamalizika itakapofika mwezi Aprili. Agizo hili pia liende kwa halmashauri zote ndani ya mkoa wa Katavi kuhakikisha miti 1,500,000 kwa uchache au zaidi ya 1,500,000 kwa wingi wake lazima ipandwe na ni lazima itunzwe, ili tuendelee kuhakikisha kwamba mkoa wetu unaendelea kuwa na hali nzuri ya hewa na tunaendelea kupata mvua. Kwa hiyo kwa hilo la masuala ya mazingira, nasisitiza miti hii kupandwa na miti kutunzwa na kuienzi ili iweze kuleta manufaa. Lakini swala lingine, tuko hapa shule ya msingi Songa Mbele na watoto wetu na wajukuu wako hapa kwa wingi wakiwa na furaha kabisa ya kuendelea na msimu wao wa masomo ambao ulianza tarehe 13. Wanafunzi oye! Mpo kweli? Hebu inua mikono kwa Rais Samia. Wanafunzi oye! Wajukuu oye! Na watoto wa mwisho oye! Na wale ambao ni watoto wa kwanza kuzaliwa oye! Hata watoto wa katikati oye! Wana hari kubwa, wana furaha na wana matarajio makubwa juu ya sisi wazazi wao, walezi wao, walimu na jamii kwa ujumla. Na kwa maana ya serikali namna ilivyoandaa mazingira mazuri kwa ajili ya kuhakikisha kila mwanafunzi anapata nafasi ya kusoma. Jambo la kwanza, niombe wazazi na walezi kuhakikisha watoto wote wenye umri wa kupelekwa shule darasa la awali na darasa la kwanza, sasa ni wakati mwafaka wa kupeleka shule kuja kuandikishwa kwenye shule zetu za msingi ambazo pia zina madarasa ya awali. Tuwatendee haki wanafunzi hawa kwa kuwahi kuwaandikisha shuleni na waendelee na masomo pamoja na wenzao. Bila kufanya hivyo, tunaanza kuwaacha nyuma kimasomo na matokeo yake wanaweza wakaja kuchelewa kujua kusoma, kuandika na kuhesabu na wakachelewa kila kitu. Kwa ni wasihi sana wazazi, tunaposema kwamba tarehe 13 ya mwezi wa kwanza ni tarehe ya kufungua shule, ni kwa madarasa yote. Anayeanza sasa ni wakati wa kufika shuleni, na madarasa yanayoendelea ni wakati wa kufika shuleni. Kwa wale wachache ambao bado
hakikisheni wanafunzi wote wanaletwa shuleni haraka iwezekanavyo. Mheshimiwa DC, naomba uendelee kulisimamia hili. Mkakati wenu wa nyumba kwa nyumba uendelee kuhakikisha wanafunzi wote wanaostahili wanafika mashuleni. Lakini jambo la pili, nimesikia hapa baadhi ya wazazi wanawatuma watoto shambani. Ni jambo jema kwa sababu watoto hawa lazima wafundishwe kujitegemea, lazima wafundishwe kufanya kazi. Naomba nisisitize, mafunzo hayo kwa watoto wetu yafanyike baada ya saa za shule na yafanyike katika siku za mapumziko ambazo sio siku za masomo, ili watoto hawa tuweze kuwarithisha kuelewa kujitegemea, kuelewa kufanya kazi, kuelewa kilimo kinafanywaje, ufugaji unafanywaje. Niombe sana tusitengeneze utoro kwa kusingizia kwamba ni msimu wa kilimo watoto wanafundishwa kazi. Wafundishwe kazi baada ya muda wa masomo na siku za wikendi. Tumeelewana wazazi? Na naomba viongozi mlisimamie hili ili kuondoa utoro wa wanafunzi kwenda mashambani au kwenda kwenye mifugo na kuacha kuja kuhudhuria masomo yao. Lakini swala lingine, nimeambiwa nitatembelea shamba la mkulima wa mfano katika eneo hili. Niombe pia nitoe maelekezo kwa wakulima wote katika eneo hili la Songambele, halmashauri ya Mlele, lakini na wakulima wote katika mkoa wetu wa Katavi. Utabiri wa hali ya hewa mwaka huu unaonyesha mvua zitakuwa za wastani, au maeneo mengine itakuwa mvua chache zaidi chini ya wastani. Naomba mhakikishe kwamba mazao mnayoyapanda ni yale ambayo yanakomaa katika muda mfupi, ili tusije tukaingia kwenye kukosa mavuno na kuanza kupata njaa. Niwaombe sana na kuwaelekeza wakurugenzi watendaji wa halmashauri zote kuhakikisha kwamba maelekezo kwa wakulima kupitia maafisa ugani yanatolewa kwa ufasaha na kwa kueleweka, namna mvua zilivyotabiriwa, lakini namna nzuri ya kulima mazao mbalimbali ili tuweze kupata mazao mengi katika kipindi cha muda mfupi na kwa kutumia mvua hizi chache ambazo zinaendelea kunyesha katika mkoa wetu wa Katavi. Lakini jambo lingine la muhimu kabisa, ndugu zangu viongozi, naomba ushirikiano na walimu katika malezi ya watoto. Wanafunzi hawa wanakaa muda mrefu wakiwa shuleni, wakiwa na walimu, lakini baadaye wanarejea nyumbani. Malezi haya ni malezi ya pamoja, mwalimu, mzazi, mlezi na jamii kwa ujumla wake. Tuwalee watoto hawa katika maadili mema ya Kitanzania ili tutengeneze taifa jema, taifa zuri, taifa lenye kujielewa na lenye maadili. Naomba tushirikiane na tuwasaidie walimu wetu katika masuala ya malezi ya watoto ili tuwarahisishie kazi. Lakini pia nitumie nafasi hii kuwashukuru na kuwapongeza kwa dhati ya moyo wangu kwa niaba ya serikali walimu wetu wote katika mkoa wa Katavi, wakisimamiwa au wakiwakilishwa na walimu wa shule ya msingi hii hapa ya Songambele, kwa kazi nzuri ambazo walimu wetu wanaendelea kuzifanya. Tunaendelea kupata ufaulu wa juu na tunaendelea kuongeza ufaulu kila mwaka. Ni kwa sababu ya kazi yao nzuri ya kutukuka wanayoifanya kwenye shule zetu za msingi na hata kwenye shule za sekondari. Kwa hiyo walimu wangu niwapongeze sana, tunawaheshimu sana, tunawapenda sana, tunawathamini sana na tunawatakia heri katika kufanya kazi, kwa sababu ndio mnatutengenezea taifa la Tanzania lenye nidhamu na maadili. Hata mimi hapa nilipo, pamoja na nafasi nilionayo, nimepita kwenye mikono ya mwalimu akanitengeneza, ndio nikaweza kufika kwenye nafasi hizi. Na kwa maana hiyo basi na mimi pia nichukue nafasi hii kwa niaba ya walimu wote walionilea, wakanifundisha, wakanikuza, nimkumbuke sana mwalimu wangu mkuu hayati George Hiza, mwalimu ambaye alifundisha shule ya msingi Mkumbara iliyopo wilaya ya Korogwe mkoani Tanga. Amtunze kule aliko na amlaze mahali pema peponi, pamoja na walimu wengine wote waliotangulia mbele za haki. Lakini tulionao hawa tuwalee, tuwaengeenge vizuri, kwa sababu wanatutengeneza na wanatutengenezea taifa, na kama sio wao huenda sisi watu wazima tusingekuwa hivi tulivyo. Ni kwa sababu tumepita kwenye mikono hiyo ya kufundishwa nidhamu na maadili mema na hata namna ya kujitegemea, namna ya kufanya kazi, na tukaweza kufanya vizuri. Ninaamini kabisa kwamba walimu wetu mahali pote Katavi
mtaendelea kufanya hivyo kwa watoto wetu bila upendeleo wala bila hofu, kwa sababu hii ni kazi ambayo umepewa na Mwenyezi Mungu na kwa kweli mnaendelea kuifanya vizuri. Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, usisahau kusubscribe, kulike na kushare.